Maana nimetangulia nikasema sauti inaweza ikasababisha maisha ya mtu yaweze kuwa katika laana ama yaweze kuwa katika baraka. Na pia the same voice inaweza ikakufungulia mlango ama ikafunga mlango. Na nikakwambia sauti ziko na maana yake. Si kila sauti inakuwa na faida kwa maisha yako. Kuna nyingine inaweza kuwa kelele, kuna nyingine inaweza kuwa huzuni, na kuna nyingine inaweza kuwa baraka, na nyingine ikawa laana. Haleluya. Unaweza kujizuia kuifuata sauti, lakini hauwezi kujizuia kuisikia. Hata hapa tulipo, hii ni sauti unasikia. Unaweza kujizuia kuipokea, lakini hauwezi kujizuia kuisikia. Na ndio maana kila mtu anasikia kile ambacho naongea, lakini matokeo yanaweza kuwa tofauti kulingana na yule aliyefuata kile amesikia na yule aliyekataa kile amesikia. Tukienda kule mochari kuna sauti, lakini ni sauti ya huzuni kwa sababu kuna mtu ameondoka. Tukienda kule labor pain ama kule kwa kuzalisha kunaitwaje, maternity, kuna sauti, lakini ni sauti, ni mgeni anakuja, ni mtoto anapokelewa. Tukienda kwa matanga kuna sauti, lakini ni sauti ya kilio. Tukienda kwa masherehe kuna sauti, lakini sauti za sherehe. Ukienda kwa mikutano ni sauti za mahubiri, lakini ni sauti za kuhubiri habari za neno. Ukienda kwa milima utapata sauti, kuna wengine wanaomba. So sauti unaweza ukazisikia, lakini sauti hawezi kuzuia kusikia, lakini unaweza kujizuia kuzifuata. Na si kila sauti inaweza kuwa na maana kwa maisha yako. Na ndio maana lazima uwe na roho inaitwa discerning spirit, kuelewa ni sauti gani imenenwa kwako ama ilinenwa kwa maisha yako. Maana kuna wengi tunaishi katika taabu kwa sababu ya sauti zilizopokelewa kwa anga zetu, zilizonenwa kwa jamii, zilizonenwa kwa maisha, zilizonenwa kwa watoto wetu, zilizonenwa kwa waume zetu, zilizonenwa kwa wake zetu, zilizonenwa hata katika mji. Kuna wengine tunapitia shida kwa sababu ya hizo sauti, maana ziliponenwa zilikuwa na maana yake, na ile maana inaweza kuwa haikuwa nzuri ama ilikuwa ni nzuri. Sasa Biblia inasema katika kitabu cha 1 Corinthians number 14, 1 Corinthians chapter number 14 verse number 10. Haleluya. Naomba unisikize vizuri ili tukianza kuomba ujue unaombea sauti gani. Nasema hivi: hakika ziko sauti za namna nyingi duniani, wala hakuna moja isiyo na maana. Mstari wa 11. Basi nisipoijua maana ya ile sauti, nitakuwa kama mjinga kwake yeye anenaye, naye anenaye atakuwa mjinga kwangu. Haleluya. Amen. Paul anaongea kwa Wakorintho, anawaambia mstari wa 10, tusome hizo mbili tu, mbili tu. Hakika ziko sauti za namna nyingi duniani, wala hakuna sauti isiyo na maana. Zote ziko na maana. That's why nikakwambia ukienda kule mochari utasikia sauti, lakini ina maana gani? Kuna mtu amefariki. Haleluya. Ukienda kule maternity utasikia sauti, ina maana gani? Kuna mtoto anazaliwa. Ukienda kule harusini utasikia sauti, kuna maana gani? Kuna watu wanasherekea. Ukienda kule kwa stage utasikia sauti, sauti za kualika watu kusafiri. Utasikia kumaanisha kuna wasafiri, na utasikia watu wakisema sijui Mombasa, Mavueni ama Kaloleni ama Malindi. Ni sauti, lakini ziko na maana yake. Sasa 11 inasema hivi: basi nisipoijua maana ya ile sauti,
nitakuwa kama mjinga. Sasa hapa ndipo watu wengi tumeangukia, kwa sababu kuna sauti zimenenwa kwa maisha yetu, lakini hatukuchukulia maanani, na ndio maana tukaonekana kama wajinga. Kuna sauti zilinenwa kwa ajili ya maisha yetu, lakini hatukuelewa maana hizo sauti. Wengine tuliignore, wengine tulizoea. Amen. Hatukuchukua action kwa maisha, maana si kila sauti unastahili kuikubali. Si kila sauti unastahili kuipokea. Na kama utaipokea, basi utachukua hatua ya kuipinga. Kama utaipokea, basi utachukua hatua ya kuifanyia kazi. So usipoifanyia kazi, kama umeipokea, utaonekana kama mjinga. Na ukiikataa na usipoikana, utaonekana kama mjinga. Maana iliyonenwa kama ni mbaya na haukuikana, basi itafanya kazi kwa maisha yako. Amen. Na kama ni nzuri na uliipokea na haukuifanyia kazi, haitazuilika kufanya kazi kwa maisha yako. Sasa utabakia mjinga. Kwa nini utabakia mjinga? Maana kuna sauti ya maana lakini haikukufanyia kazi. Kuna sauti mbaya haukuikataa, na ndio maana imedhuru maisha yako. Hallelujah. So tunaposema silencing evil voices, that means ya kwamba there are many believers, kuna watu wengi tuko katika shida kwa sababu ya sauti zilizonenwa, maneno yaliyotamkwa, voices ambazo ziliongea. Na kuna watu tumefanikiwa kwa sababu ya sauti zilizonenwa. Na ndio maana unastahili ile sauti mahali imenenwa imetoka wapi. Maana si kila mahali unastahili kupokea hiyo sauti. Kuna mahali pengine imetoka ni pabaya. Hello. Praise be to the Lord. Hebu tusome kitabu cha Luke chapter number 23 verse number 23. Sauti. Na kuna watu Mungu atawakomboa leo. Lakini wakatoa sauti zao kwa nguvu sana, wakitaka asulubiwe. Sauti zao zikashinda. Sauti zao zikafanya nini? Kumaanisha kuna vile wako wanashindana na sauti fulani. Kuna sauti wako wanashindana nao. Hapa ni kipindi ambacho Yesu Kristo amepelekwa kwa hukumu. Maandiko yanasema kwamba akapelekwa kwa Herode. Herode akamkagua kwa Pilato. Pilato akamkagua na Herode, wakakuta hana makosa. Wakamleta kwa umati. Wakasema, huyu mtu mnasema tumsulubishe, ni kosa gani? Maana amechunguzwa, hakuna kosa lolote limeonekana. Na yule ambaye aliye kizimbani ana makosa kwa sababu amefungiwa pale. Maana walikuwa wafungwa wawili, mmoja aliyekuwa ni jambazi na Yesu Kristo. Sasa siku ya Pasaka, kama siku ya hiyo sherehe, pangelifunguliwa mtu. Pangelifunguliwa mtu ili awekwe huru. Sasa wakataka Baraba ndiye afunguliwe, lakini Yesu asulubiwe. Na walipoletewa mashtaka wakasema hana mashtaka. But wale waliokuwa wamekaa pale wakanena kwa sauti, wakisema asulubiwe, asulubiwe. Nani anayesulubiwa? Ni yule asiyekuwa na hatia. Lakini aliye na hatia wakamtetea. Sasa maandiko yanasema sauti zao zikashinda. Kumaanisha ziliposhinda, yule asiye na makosa akadhulumiwa. Na hivyo ndivyo tunaishi katika dunia, watu ambao wamelemewa na sauti zilizokuwa mbovu kwa maisha yao. Zimeshinda maisha yao. Sauti zilizonenwa zikashinda jamii zao. Zikashinda hata hatima zao. Zikashinda kile kitu ambacho Mungu alipanga kwa maisha yao, kwa sababu ziliponenwa, zilinenwa na nguvu. Na watu walizozinena walikuwa na sababu na maana. Na ziliposhuka kwa maisha yako, hazikupata mtu wa kushughulikia, na ndio maana zikakushinda nguvu. Maandiko yanasema
sauti zao zikashinda. Kwa nini zimeshinda? Kwa sababu zilikuwa na nguvu, hazikuwa za kawaida. Ilikuwa ina nguvu na ikamdhulumu mtu asiyestahili kudhulumiwa. That's why today they are believe, kuna watu wamefutwa kazi kwa sababu ya sauti. Hangestahili kufutwa hiyo kazi, lakini amefutwa kwa sababu ya sauti. Kuna sauti iliongea kinyume na yeye, na ile sauti ikaenda kwa mkubwa wake, na alipoenda kwa yule mkubwa wake akaisikia, ikamshinda nguvu, akatoa hukumu. Kuna watu ndoa zao zimevunjika kwa sababu ya sauti. Sauti ilipo neno katika ile anga, kwa ile marriage ikaenda ikaleta divorce. Na ndio maana usione mtu anapitia shida ukamhukumu. Unaweza kuwa mwingine amelemewa na sauti. Usione mtu anatoka nyumbani kwake anahama, anasema ati ameshindwa na ndoa yake. Ni sauti imemshinda nguvu. Chochote kinachotendeka kinaonekana kwa maisha ya mwanadamu, lazima kiko na force yake nyuma yake. Anaweza kuwa ni mgonjwa, anaweza kuwa analaana, amefutwa kazi, anaweza kuwa hapati kazi, lakini there is a voice. Kweli amequalify, makaratasi yake yamequalify, akiyapeleka kila kampuni yamequalify kuandikwa ile position, lakini kuna sauti nyuma yake inasema hutawahi pata kazi. Na kwa sababu ina nguvu, inatangulia katika ile kampuni, inaenda inaweka baria katika ulimwengu wa kiroho. Maana maandiko yanasema vita vyetu si vya nyama na damu, ni vya ulimwengu wa kiroho, according to Ephesians, wa Efeso mlango wa 6 mstari wa 12. Si vya nyama na damu. Vita vyetu si vya nyama na damu. So hizi sauti ninazoziongea zinaweza kuwa physical na zingine ziko spiritual. Kuna zingine zinanenwa hata haukuo, na zinanenwa na zinafanya kazi kwako. Na zingine unasikia na pia zinafanya kazi kwako. Na ndio maana maisha unayopitia, hali unazoziona, jaribu kujiuliza, which kind of voice is speaking to my life? Ni sauti gani inaongea kwa maisha yangu? Maana kuna sauti zinaweza zikaongeaga failure. That's why chochote ukianzisha lazima kifeli. Kazi lazima ianguke. Familia lazima ifeli. Watoto lazima wafeli, kwa sababu there is a voice of failure iko nyuma yako inaongeaga. Hello. Amen. Sema amen. Wakasema sauti zao zikawa na nguvu. Yesu Kristo akafunguliwa, akasulubiwa. Baraba akafunguliwa. Mtu angestahili kuhukumiwa akapata uhuru, na yule asiyestahili kuhukumiwa akapata hukumu kwa sababu ya sauti. Na ndio maana wengi tumedhulumika leo because of evil voices. Unaishi maisha si yako kwa sababu ya sauti linenwa ya kwamba familia ile haitawahi fanikiwa, jamii ile haitawahi enuka. Kuna watu wamehama miji kwa sababu ya sauti mbaya, mji ambaye Mungu alikusudia, lakini pakainuka watu wakaongea kinyume, mpaka ukaamua kuondoka. Ukisoma Acts chapter number 22 verse number 22, Acts 22:22, may God have mercy on us. Mwambie jirani yako, Mungu anisamehe na anipatie rehema katika jina la Yesu, ili nikombolewe na nguvu ya sauti. Wakamsikiliza mpaka neno lile, wakapaza sauti zao wakisema, muondoe huyu katika nchi, kwa maana haifai aishi. Wakapaza sauti ili aondolewe. Mtume Paulo akatimuliwa katika mji, na kile alichofanya ni kwa utukufu wa Mungu, lakini because of an evil voice isiyotaka afanye kile kinafanyika, ikabidi aondolewe. There are people wako na desire, hata kuna wengine nyumba zao zimekwama kwa sababu ya evil voices. Walipoona unajenga, wakatamka jambo, tuone kama nyumba ile itaisha. Haukuwako, haukusikia, lakini ile sauti ikaenda ikakaa katika anga ile nyumba. Na ndio maana ulipofika Lento, pesa ikaisha. Kwa nini iliisha? Kwani ukianza haukuwa na maono ya kumaliza? Si ulikuwa na maono ya kumalizia? Lakini nini kimesimamisha ile nyumba? Halo? Ukipeleka mtoto shuleni, si ulikuwa na maono ya malizie? Anafika mahali anakataa skuli mwenyewe, kwa sababu there is a voice ilisema watasoma lakini hawatamaliza. Watasoma lakini hawatafanikiwa. Kuna sauti ilinena na ikaenda ikasimama. That's why nikakufundisha wakati mmoja, ni vizuri sana kuombeaga watoto wetu. Maana nitakufundisha wale ambao wanasababisha.
sauti mbaya. Ni vizuri sana mtoto wako jioni akija kutoka shuleni mwekelee mkono, usema maneno yote aliyotamkwa kwa huyu mtoto hayatafanikiwa. Asubuhi muombe, mtamkie maneno mazuri. Nitakuonyesha tu nani wanasababisha, kwa sababu many failures katika maisha yetu ni kwa sababu ya voices. Watu wengi tumeshindwa kuendelea, ndoa zingi zimeharibika, biashara zimesambaratika, maisha yamekosa thamana, yamekosa ladha katika familia kwa sababu ya sauti. Their voices zilinenwa katika maisha, ama zinanena. Kila uendapo zinanena, kila ukaapo zinanena. Ukiamka asubuhi zimeongea, ukishinda mchana zinaongea, ukifika jioni zimekuongelea, ukienda usiku kulala zinaongea. So unakuwa katika covering ya sauti mbaya, na ndio maana chochote ulitamani kufanya kwa maisha yako hakuna siku kinafanikiwa. Na si kwamba hauna neema ya kufanikiwa, lakini haujajua maana ya sauti iliyoongea katika anga yako. Sasa shetani anachukua that advantage. Kuna wengine tungestahili kuwa mbali, sauti ziliponenwa za kutupeleka mbali tuliziignore. Tulikuwa na mazoea kwa zile sauti, tukaignore zile sauti. Sasa shetani akachukua nafasi ya kufunga mlango. May God deliver us. I declare, may God deliver us. I pray, may God deliver us. Every evil voice against our life, we paralyze it in the name of Jesus. Kila sauti ilinenwa kwa maisha yako ikaangamie leo. Aidha ilinenwa na watu na wajua ama usiwajua, na kuondolea katika jina la Yesu. Na kama sauti mpya yenye mafanikio, na kama sauti ya kuinuliwa, pokea hiyo neema. Hallelujah. Praise be to the Lord. May the Lord hear your cry. Mungu asikie maombi yako leo. Na kama kuna sauti zinaongea kwa jamii kinyume na jamii hiyo, leo nazisilence in the name of Jesus. Nazinyamazisha kwa jina la Yesu. Ukiamini huwa unaamini wako imani yako imechua. Nasema izini jirani yako, mbingu zisikie kilio chako. Nasema maisha yetu yatabarikiwa, maisha yetu yatainuka, biashara zetu zitainuka, jamii zetu zitainuka, watoto wetu watainuka. Nabadilisha kila sauti mbaya kwa jamii yako, nabadilisha kila sauti mbaya kwa maisha yetu. Nanena sauti nzuri, nanena sauti ya baraka, nanena sauti ya kuinuka, nanena sauti ya mafanikio, nanena sauti ya kibali, sauti itakayovukisha hatima yako. Hauna kufia kabla ya kufika kwa hatima hili. Pokea katika jina la Yesu. Bwana nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Uongezeke, uongezeke sana. Nipungue. Thank you, Holy Spirit. Types of evil voices. Aina za sauti mbaya ambazo zinaweza kuleta majanga katika maisha ya watu. Sema amen. Semeza mkongeti. Thank you, Jesus. First evil voice inaitwa the voice of an evil authority. Sauti ya mamlaka iliyo mbovu. Evil authorities, they have evil voice. Kila uongozi uko na sauti, na ndio maana Mungu anauheshimisha. Ukisoma kitabu cha Romans, I think chapter number, is it 13? Romans 13. Hebu tusome hapo.
Romans 13. Na kila mtu na aitii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu na ile iliyoamriwa na Mungu. Mamlaka zozote zimetoka kwa Mungu, lakini zinaweza kufanya mambo ya Mungu ama zinaweza kufanya shetani pia. Haleluya. Amen. Mamlaka inaweza ikageuka na isifanye ile mamlaka imewekewa hapo, ikaanza kufanya the opposite of the will of God. Mtu akawekwa katika mamlaka, lakini badala ya kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu akafanya mapenzi yake. Sasa hapo inageuka inakuwa an evil authority. Hallelujah. Na the first authority anaweza kuwa apparent. Mzazi. Mzazi ni mamlaka. Kuna wazazi wengine tumeishi kulaani watoto wetu kwa kuwaongea mambo mabaya. Unazaa mtoto, anakuwa, unamwambia ana kichwa kama cha mbuzi, ana akili kama za mnyama. Unaambia mtoto utakuwa kahaba wewe. Wewe hautawahi fanikiwa, na ni mzazi. Wewe hauna akili timamu, unakaa kama mwendo wazimu. Wewe unaona ni maneno ya kawaida tu, lakini yametoka katika authority, maana you are a parent. Wewe ni mzazi. Kile unachoongea kina uwezo wa kufunga mtoto wako na akaishi na visirani. Sema amina. Amen. Apparent. Nikupatia ushuhuda mmoja. Kuna mama mmoja, akoko ni mama amemzaa mtoto wake, ingawaje mtoto ndo mwenye makosa, lakini hata mtoto akawa na makosa, just pray for him. Ukiwa umemjua Mungu. Mtu asiyemjua Mungu ndo ulaani watoto wake. Yule mama akasomesha mtoto kwa shida na akakaa kwa njia mbaya kwa sababu ya kumsomesha yule mtoto. Akaenda mashule mazuri, akasoma, akaenda university, akapata kazi, akaenda Ulaya. So mtoto aliposafiri kwenda Ulaya, yule mtoto akasahau baba yake, mama yake, akawa hawezi kumsaidia tena. Mama akaishi kwa taabu. Siku moja asubuhi mapema saa 12 akamka nje. Akasema, huu mchanga ndo ulitokea. Hapa ndo nilikuzalia. Na haya matiti ndo ulinyonya. Na hizi sehemu za siri ndo ulitokea. Tuone kama utawaiendelea. The same day, mtoto akiwa anaenda kazini, akashikwa na authority ya ile country alikwako. Akawa deported. Akashikwa, akarudishwa kwao. Akiwa na kitambulisho cha kazi na kitambulisho cha kazi na visa ya pale. Hata bagi hakurudi nayo. Alikuwa deported, kazi imeisha. Only a word ya kusema tuone kama kazi yako itaendelea. Nani amelaani? Ni mzee, ni mama, baba, ni mzazi. So kuna watu leo tunaishi kwa maisha ya kung'ang'ana kwa sababu wazazi wetu walituongelea mabaya. Mtoto hata akafeli, akuletee ripoti, amefeli, haustahili kumwambia hana kichwa kizuri. Haustahili kumwambia wewe ni mwendo wazimu. Hiyo ni roho umepanda kwa yule mtoto. Hayo maneno yataleta distraction katika maisha yake. Kwa sababu ni mbegu, neno huwa ni mbegu. Na ndio maana Yesu akasema maneno yangu yana uzima na yana uhai. So linapotoka kwa Kristo, linatoka na uzima na uhai. Kwa sababu limetoka kwa Kristo. Na linapotoka kwa mzazi mbaya, limetoka na mauti na laana. Sasa hata kama halitamea leo, lakini litamea nyakati zinazokuja. Na ndio maana kweli mtoto anasoma, lakini hapati kazi. Maana ulimwambia maisha yako yatakuwa ya shida. Ulimwambia hautawahi fanikiwa. Halo? Amen. Ulimwambia uko na akili kama za wajomba wako, na wajomba wake ni walevi. Kwa nini asiwe mlevi? Umeanza kuona unaweza ukatumika kula uzao wako mwenyewe. Wewe mwenyewe tu ukaharibu generation yako kwa sababu ya maneno yako. Ukaharibu uzao wako. Akili tu kama za mama yenu, akili tu kama za baba yenu. Na ni mama anaongea.
Huyo baba ulimpenda, huyo mama ulimpenda, leo amekuaje na akili mbaya kama za watoto wako? Halo, sema amina. Tumepatikana, asante. Ni vizuri upatikane, maana ukombozi unaanziaga sisi kwetu. Kitambo tufike tulete ukombozi kwa jamii, tunaanza sisi wenyewe. Kile ambacho tunaongeaga kama wazazi, anyone who is in the authority, unaweza kuwa hata firstborn kwa ndugu zako. Wewe umeachiwa mamlaka kutunza wale ndugu zako. Vile unavyoongelesha unaweza ukawafunga ndugu zako, kwa sababu authority yoyote, mtu yoyote aliye juu na wengine wako chini yake, unastahili kuangalia yale maneno unaongeaga. Unaweza kuwa an elder brother, wewe ndio ndugu mkubwa, na umeachiwa ndugu zako wale. Ni nini unaoongeleaga? The way you speak upon them, unaweza kuwakasi, kwa sababu Mungu amekuweka hapo with a reason. Kwa nini alifanya ukatoka wa kwanza? Alijua kwamba uko na authority ya kuwabeba. Na ndio maana ukiachiwa na wazazi, lea ndugu zako, angalia kile unaongeaga. How do you speak to them? Hallelujah. Amen. Authority inaweza kuwa ni evil authority, na ni Mungu ameiweka hapo, lakini ikawa Mungu authority, evil authority. Evil authority inaweza kuwa hata kwa men of God, pastors, prophets, apostles, teachers of the word, because ni Mungu amewaanoint kuweka katika hiyo mamlaka. That's why nikakwambia ngo nawafundishaga, ukiona mtu analaani kuwa na question mark, there is something wrong. We were called to bless. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa zingine unakuwa na question mark ukiona ana hiyo, maana ukiona amezoea kulaani kumaanisha ndani yake kuna laana. Mtu anaweza akakosea kwa kupitiliwa na ukaona amerepent akasema samahani, kwa hiyo nimesema, lakini yule amezoea na akasemaga anaishi kusema hivyo, kuwa na question mark. Yale maneno yanaweza yakafunga watu wengi, yanaweza yakafunga generation. Maana Mungu anakuleteaga uzao, washirika is a generation, ili uikuze iweze kutekeleza kusudi la Mungu, to build the kingdom of God. So hii generation, yale maneno naweza nikaongea yatasababisha generation ya kama uzao wa Mungu ukue ama ukufe. Na wakati nasimama katika madhabahu na nena baraka na kuza uzao wa Mungu, mbinguni nitapata thawabu. Wakati nasimama kwa madhabahu na laani uzao wa Mungu na bomoa kingdom ya Mungu, mbinguni nitadaiwa. Kila mtu ambaye analetwa mikononi kwa mtu, damu yake itadaiwa mikononi mwako. Inategemea vile umeitunza na vile unaiongelesha. Amen. Mungu hawezi akakuletea watu walaani, anakuletea watu waonyeshe njia ya kumfikia Mungu na njia ya kujenga ufalme wa Kristo. So even men of God wako na evil voices wengine, evil men of God. Na si kuna watu wamefika hivyo, kuna watu maisha yao yamefungwa na hiyo roho, walinenewa mabaya. Kwa sababu yuko katika authority, itafanya kazi. Ni kweli, usipo ikanusha. Wacha nikupatie siri. The moment you are cast na mtumishi awaye yote, tafuta aliye bora, usio una sababu. Maana laana iliyo na sababu itapata njia. Kama hauna sababu na unajua hii laana si ya sababu, tafuta mtu mwenye authority juu yake, ataikanua hiyo. Amen. Kwa sababu wewe hauwezi kuipangua, maana uko chini yake. Lakini bora uwe hauna sababu. Ukiwa na sababu, tafuta njia uende ukareconcile naye, alafu tafuta mtu mwingine akuombe. Maana ikiwa na sababu, maandiko yanasema laana haimpati mtu pasipo sababu. Kumaanisha kwamba sababu ya huo ni mlango, na kutokuwa na sababu pia ni mlango. So nisipokuwa na sababu, mlango umefungika. Nikiwa na sababu, mlango umefunguka. Sasa authority inaweza kuwa pia men of God. We are called to bless, but some they curse.
Hayo maneno yanafunga anga za generation. Na ukifunga anga ya mtu, Mungu anafungaga yako. Maana Mungu si ndio yuko juu yako. Wakati umefunga anga ya mtu, umelaani mshirika, hata Mungu analaani anga yako. Kwa sababu wewe pia uko chini ya huyo Mungu. Ukibariki mtu, naye Mungu anabariki anga yako. Sio kama mnanielewa? Maana anasema matunda ya kinywa cha mtu atayavuna. Utakula kinywa cha matunda yako. So nikinena baraka nitakula baraka. Nikinena laana nitakulaga laana. Authority nyingine ambayo iko juu, ipo authority ni walimu, teachers. Walimu wale wa shule. Walimu. Na ndio maana ukiwa mwalimu jiombeege kinywa chako vile unaongeaga na wanafunzi. Unaweza ukakaa na mwanafunzi alafu umeona amekosa hesabu na mwambia akili zako ni mbaya. Sioni kama maisha yako yatakuwa mazuri. Hiyo ni laana unarushiaga watoto. Na ndio maana nikakwambia ni vizuri sana kila jioni mtoto wako akija shule nyumbani muombe, kanusha maneno yote aliyonena. Haukwako, lakini anaweza kuwa alipitia na mwalimu kisirani na akamtamkia laana. Lakini wewe mzazi una uwezo wa kuyafuta. Ama kwani hamkuwa mashuleni nyinyi mwashangaa? Hakuna mtu hajapitia shuleni ukaona mwalimu akakwambia maisha yako hayatakuwa mazuri? Hamjaipitia mambo kama hayo? Mwalimu akakwambia kabisa wewe utakuja kuwa na maisha mabaya. Wewe utakuja kuwa mwizi. Wewe utakuja kuwa mlevi. Na ni mwalimu anakuambia. Yale maneno yako na authority, maana Mungu amemweka pale kukufundisha. Sasa kuna wengine tulifungwa na hayo mambo. Na ni kweli ulikuwa na bidii, lakini failure inakuaga kwa maisha yako. Failure inakuaga katika anga yako kwa sababu mwalimu alikulaani, wazazi walikulaani, ndugu zako wakubwa walikulaani, mtu yeyote aliyekuwa juu yako mwenye mamlaka alikulaani. Alipokulaani, unaona nabii Elijah alipoambiwa upala alisema dubu wawili watoke msituni, wakararua vijana wangapi? 24. Wote wakararua. Kwa nini? Kwa sababu ya words. Ukisoma habari za Genesis 49 verse number 1, unamuona Yakobo anasimama anamwambia Rubini, wewe umemzaliwa kwanza nguvu zangu, lakini kwa sababu linajisi tanda cha baba yako, sasa maisha yako hayatafanikiwa. Only a curse ilifanya Rubini aishi maisha mabaya. So authorities zinaweza kulaani. Na authorities pia ziko katika Mungu. Na ndio maana nikawaambia let's pray for our generation ya Gen Z. Kwa sababu vile wanavyofanya inaweza kuwa ni sawa kwao. Inaweza kuwa ni haki yao wanaitetea. Kutetea haki si vibaya, lakini unaitetea vipi? Haustahili kuitetea ukiwa umemwasi Mungu. Unastahili kuitetea kwa njia sawa. Sio njia ya kuchukua picha ya mtu kuweka ndani ya jeneza. That's a curse. And that's a leader. Si kumvua nguo alafu mvalisha masidiria na kaptula na ni kiongozi unamweka kwa internet. Wewe watu wanaona ni raha. That's a curse kwa ile generation. Maana that's a leader. Akiona auzunike, hiyo laana imeshuka kwa huyo mtu, hata kama si baba yako. Lakini ako na authority maana amewekwa na Mungu as a leader. Amen. Na ile mbegu wanapanda, siku moja watafika hapo, watapandiwa mara mbili. Wasipoomba na kumpenda kumrudia Mungu, miaka inayokuja wale wote walihusika kufanya vitu na wanahusika kufanya hivyo. Unaona mtu anachukua picha ya mhubiri, ana make fun na mhubiri, anavaa kikofia cha sufuria na headphone zile kubwa, alafu ana behave kama mhubiri. Anaona ni sawa tu. Anaona ni sawa tu. Lakini that's a curse. Hello. Amen. Authority iko na laana zake. Authority iko na baraka zake. Ili ujue kwamba authority iko na voice ya kukufungulia mlango. Sahi rais akisema ufutwe kazi na usionekane Kenya, hautakuwa mahali hapa, utaondoka. Na ni mtu tu amesema akiwa kwa ofisi yake. Na sahi asema upate kazi na ufunguliwe milango ende taifa lote, utaenda kwa sababu ya sauti. Maana yuko na authority.
Sai aseme tu nyote muje State House na mtu yote asiwazuie, na mkitoka State House kila mtu atoke na milioni 10. Mtapata ama mpati? Kwa sababu ya ni sauti. Na hiyo sauti imetoka wapi? Kwa authority. Kama inaweza kuwork physical, inaweza kuwork pila spiritual. So akisimama hata akiumia kwa sababu ya taifa vile watu wamemfanya, hiyo kasi inakuja katika taifa. Hata kama anaweza kuwa na makosa, lakini akiumia kwa moyo kwa sababu ya watu, aumie kwa moyo kwa sababu ya clan fulani, jamii fulani, hiyo kasi inakuja kwa sababu ako pale katika authority. Na ni Mungu amemweka hapo. So akisema chochote, hata asipotamka mkasikia, kwa moyo wake akitamka, hiyo roho inashuka kwa anga. Tunaelewa kanisa? So lazima tufungue macho. Na ndio maana mambo mengine ni ya kuyaombea. Tunapoyaona sisi kanisa tunaombea kwa kubeba msalaba, kwa njia ya kutubu, tukiambia Mungu tusamehe. Tuhesabu sisi ndio tumefanya hayo makosa. Sisi tusiungane mkono na kusema ni kweli, wacha wafanye kazi yao, wacha watetee. Ni kweli kuna kutetea, lakini unatetea kwa njia ya haki. Kuna njia, kuna protocol imefuatwa. Kweli anaweza akakataa hiyo protocol, lakini sasa ikifika hapo tunaachia Mungu ndo anadili. Maana Mungu akiweka mtu mahali, anaweza akadili na yeye vile anataka. Huwa amekupatia commission ya kufanya kitu fulani, na hiyo commission usipoifanya kulingana na vile anataka, utakutana na yeye kule. Judgment yendo atakupatia. Sasa authority ya pili ambayo voice from another evil authorities inatoka from either voice from evil foundations ama foundations. Misingi. Maandiko yamesema vizuri. Je, mwenye haki misingi ikiharibika ataenda wapi? Misingi inapoharibika mwenye haki iko katika Zaburi chapter something hapo. Tanikumbusha hapo. Unaona vile hapa, asante kwa hii scripture umenekea. Titus chapter number 3 verse number 1. Nasema wakumbushe watu kunyenyekea kwa watawala wenye mamlaka na kutii na kuwa tayari kwa kila kazi njema. Haleluya. Hiyo scripture niandikie, nisaidie. Hata imeingiana vizuri, nipatie kalamu. Imeingiana vizuri, sipo nimeinakili kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tufanye nini? We obey. Nini? Kwa sababu gani tuna obey? Maana we need to be blessed by leaders. Leaders can bless us. Ndio maana amesema wakumbushe watu kunyenyekea na kwa watawala. God bless you. Na wenye mamlaka na kutii kuwa tayari kwa kila kazi iliyo njema. So leaders, for us to be blessed by leaders, lazima tuwatii. Tusiwatukane mtu yoyote. Wasiwe wagomvi. Wawe wema. Wakiwa wapole sana kwa watu wote. Hallelujah. May God have mercy on us. Sasa number 2, the voices from the foundation. Kuna mahali Biblia inasema kwamba sijainakili hiyo, lakini unaweza kunitafutia. Mwenye misingi inapoharibika, mwenye haki atafanya nini? Because misingi iko na sauti. Foundations iko na voices. So voices zikiwa, misingi ikiharibika, maana msingi huwa hauonekani hata katika nyumba. Na msingi jengo lake halina maridadi. Jengo la msingi. Praise be to the Lord. Tukichimba huu msingi ndani, haujapakwa rangi, haujapigwa plasta, umejengwa tu vibaya. Lakini katika ule ubaya umejengwa, ndio umesimamisha hili jengo. Na ndio maana huo umefichwa, hauonekanaji. Zaburi mlango wa 11 mstari wa 3. Kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Sasa kwa sababu misingi iko ndani na imejificha, haionekani, inapoharibika mwenye haki, ili jengo litafanya nini? Inapoharibika, kwa sababu haistahili kuharibika. Kuna vile itaanza kuongea. Ikiharibika chini ya ardhi, kuna vile itaanza kuongea. Itaanza kuongea cracks. Utaona nyumba ikifanya ufa. Sema amina. Utaona nyumba kama ile ya Mombasa vile ilifanya, ikabomolewa.
ikisink, ni misingi inaongea, kumaanisha haiko sawa. Ndio maana unaona nyumba ina crack, ndio maana unaona inaanza kusinki, na ndio maana unaona inaangusha ukuta, kwa sababu ni misingi inaongea. Hata wale watakaokuja watecha wakija wakisema hii nyumba misingi yake haiko imara, ni nini wanasema? Mbona wasemi paa lake haliko nzuri? Mbona wasemi ukuta wake huko mzuri? Wanasema msingi wake, kwa sababu msingi huongea. So kuna watu tunakuwa controlled na voices za misingi ya familia, kwa sababu familia ziliweka misingi mibaya. That's why unakuta kwa sababu familia iko na misingi ya polygamy. So polygamy inaongeaga. That's why uko kanisani lakini unatamani kuwa bibi wa pili, wa tatu, wa nne. Ni misingi, si wewe. The foundations are speaking. Kwa sababu ulitoka katika polygamy. Wewe ni mtoto wa mama wa nne. Kuna mama wa kwanza ako na watoto watatu, mama wa pili wa nne, mama wa tatu ako na watoto wa sita. Wewe ulizaliwa ndio kitinda mimba wa mama wa nne. Alafu ukaokoka, ukaja kanisani, tukakufunga harusi. Tena tunasikia umeongeza mwingine yuko upande ule. Umeongeza watu, unataka kuvunja rekodi ya Solomon. Ni nini? Ni misingi inaongea. Ndio maana usihukumu mtu, mchunguze. Usihukumu mume wako. Sema ati ameamua kuongeza bibi wa pili na watatu. Jaribu kuangalia misingi. Kuna misingi inaongea. Salimia jirani yako. Mwambie misingi. Amsalimie tu kwa upole, hata usimkasirikie. Mwambie misingi inaweza ikaongea. Halo. Na ndio maana vizuri. Kwa nini Isaia 51 mstari wa kwanza inaongea nini? Tusome hapo. Isaia 51 mstari wa kwanza. Isaia 51 verse number 1. Hallelujah. Praise be to the Lord. Kwa nini inatuhimiza hivi? Inatuhimiza vipi? Nisikilizeni nyinyi mtafutao haki, nyinyi mtafutao Bwana. Uangalieni mwamba ule ambao mliotolewa, uchongwa na tundu la shimo ambalo mlitolewa kwa kuchimbuliwa. Nyinyi mnaotafuta haki na yeye mtafuta Bwana. Angalieni mahali mlichongwa. Angalieni misingi mliotokea. Maana kuna sauti zingine ni misingi ya kwetu. Na ndio maana unashangaa, unajaribu kuacha pombe lakini inakushinda kwa sababu ni misingi inaongea. Sasa ile voice ya ulevi inaongeaga. Inasema lazima ukunywe kamboko. Unaonja tu afu unajifariji. Na patiko na ile inaitwaje ile? Ile peremende inatoa harufu. Unakuja kanisani umebeba peremende 6. Una avoid harufu ya mboko. Sema amina. Sasa maandiko yanasemaje? Inasema nisikilizeni nyinyi mnaotafuta haki. Sisi wenye maana tumesoma mara kwanza, misingi inapoharibika mwenye haki atafanya nini? Sasa wewe unayetafuta haki na unayemtafuta Bwana, angalia mwamba uliochongwa, the foundation that you are uprooted from. Mahali ulitolewa, mahali ulichongwa, mahali ulitengenezwa, ni familia gani? Maana msingi ama mwamba ni ile jamii ulitokea, ni ile generation ulitokea. Kuna watu tulitokea generation zimisingi ya kwao ilisema hakuna mtu atafanikiwa katika hiyo jamii, mkafanyiwa maagano, mkafanyiwa tambiko. Sasa ile misingi inaongeaga. Ukijaribu kuinuka tu, misingi ya kwenu ilisema hakuna mtu atainuka zaidi hapa, hakuna mtu atasafiri nchi ya nje. Misingi inaongeaga hivyo. Maana babu aliwalaani, akaeka tambiko, akaenda akafanya maagano na mvua, akafanya maagano na mapango. Akasema ili utake uwe na mifugo mingi lazima na wewe utolee sadaka. Akasema sadaka gani? Watoto wako hakuna mtu yote atakayeolewa katika boma. Hiyo ndo sadaka utatupatia kama miungu. Watoto wako hakuna mtu atakayekaa na bibi katika boma. Watoto wako hakuna mtu atakayefanikiwa katika boma. So babu kwa sababu alitamani awe na mifugo mingi. Maana nyakati za kwanza utajiri na ufanisi wa kitambo ukoko ni kuwa na mfugo na mashamba na mimea. Ama nasema uongo? Amen.
Sasa akaenda akatoana sadaka, akasema sasa sadaka yangu nimetoa, uzao wangu wote chukueni muutawale nyinyi. Sasa wewe ukazaliwa hapo kizazi cha tatu, na ulipozaliwa hukujua kwamba misingi inaongea. Hakuna mtu kuoa, hakuna mtu kuolewa, hakuna mtu kukaa na bibi, hakuna mtu kufanikiwa. Na ndio maana uko kanisani unaomba, pasa, mbona sifanikiwi? Pasa, mbona siolewi? Mbona sioi? Misingi inaongea, sauti za misingi zinaongea. Na hata ukiolewa ni shida, maana misingi inaongea. Ilisemekana hakutakuwa na amani katika hiyo jamii, na umeng'ang'ana, umesema, umeomba, umefunga, lakini sauti imekuzidi nguvu. Unaishi kujiuliza ni maisha gani? Afadhali hata basi niende kwa mganga. Kumbe ndio unaenda kuongeza maagano. Foundations. Vizuri kuelewa misingi tuliyotokea. Uokovu, unajua watu kuna scriptures tumechukua na tunajifariji nayo. Ukimwamini Kristo, ya kale yamepita, tazama yaliyo mapya. Sisi tunasimamia hiyo maandiko. Ni kweli, si mbaya, lakini kitambo mapya yakuje. Sasa turudi kwa John chapter number 8 verse number 31. Wataka ya kale yaishi? Rudi kwa John chapter number 8 verse number 31. Tusome hapo. Ndo ili ya kale yatokee, yaje mapya. Tunarudi kwa John. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, akawaambia wale washiriki wa Kingdom Embassy leo mchana walioamini. Si kila mtu ameamini hapa. Akawaambia, nyinyi mkikaa katika neno langu, kile mlichokiaminia, mkikaa katika hicho kitu mmekiaminia, ambalo ni neno la Mungu, mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Na ndio maana nikakwambia usio mshirika kanisani, kuwa mwanafunzi, kwa sababu mwanafunzi amekaa katika neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. So uhuru wako haikuji kwa sababu umeokoka. Uhuru wako inakuja kwa sababu ulipookoka ukakaa ndani ya uokovu na ukalisoma neno, na huo ufahamu ulionao ukaanza kukupatia uhuru. So kuna watu tumeokoka lakini hatuna ufahamu mahali tulitokea, misingi tuliozaliwa kwayo. Ndio maana tumeokoka lakini hatujui ni nini kilinenwa kwa babu zetu, ni nini mababa zetu walifanya. Ndio maana anatuambia chunguzeni, enda ufanye utafiti. Enda ufanye utafiti, babu yako aliabudu miungu gani? Wewe haujui, umeolewa innocent. Maandiko yamesemaje? Yamesema kwa mtu mmoja aliyefanya dhambi, katika Waebrania, aliyefanya dhambi akasababisha ulimwengu mzima ukalaaniwa, na kwa mtu mmoja aliyetenda haki ulimwengu mzima ukasamehewa. Adam alipofanya maovu, dunia nzima imehesabiwa dhambi. So katika jamii yako kuna mtu mmoja labda alialika miungu ikaharibu misingi ya kwenu, na ndio maana nyote jamii uko mzima kuna matatizo. Sasa si uko kanisani, sasa kuna mtu wa kwenu mmoja labda ameenda kwa mganga, ameenda kuchochea miungu, na wewe uko kanisani hapa. Jumapili unakuja kwa ibada, mwingine ameenda kwa mratina, hiyo ni miungu ameenda kuleta. Ameenda kwa mangwe, ni miungu ameenda kuleta, na wewe umekuja kanisani. Na ndio maana kila saa ukifika nyumbani miungu miwili inapigana, Dagoni na sanduku la agano linapigana. Na kwa sababu sasa haujajua ufahamu wa kweli kudeal na zile roho, zinakushinda nguvu. Nakuta wiki hii uko na breakthrough ya maombi, wiki ijayo hauna. Wiki hii una breakthrough ya kusoma Biblia, wiki ijayo hauna, kwa sababu you are fighting with two gods. Kuna Mungu wa mbinguni yule unakuja kumtafuta kwa kanisa, na kuna miungu ya duniani inaenda kutafutwa na jamii. Sasa mkikutana mnaishi katika nyumba moja. That's why Moses akasema hatutabakia Misri, sote tutaenda. Farao akasemaje? Acheni wazee wabakie, nyinyi mwenda. Akasema hapana, tutaenda na wazee wetu. Akasema tutaacha vijana basi, alafu nyinyi mwende na waume zenu. Akasema hapana, tutaenda na watoto wetu. Akasema basi acheni mali zenu nyinyi mwende. Akasema tutaenda na mali zetu. Kwa nini? Mungu akituitisha tutoe sadaka, ni nini tutatoa? Akasema basi enendeni, lakini msiende mbali. Akasema hapana, tutaenda safari ya siku 3. Kwa nini? Shetani Farao alikuwa anawazuia wasiende wote, kwa sababu alijua mmoja
atabeba miungu ya kwao na mwingine ataenda kutafuta miungu mingine. Kwa nini Farao hakutaka waende na dhabihu na mali zao? Kwa sababu alijua Mungu ni Mungu wa dhabihu. Sasa wakiitishwa dhabihu kama hawana, hawatamtolea Mungu, so Mungu mambo mengine hatafanya. Na ndio maana Mungu akatupatia onyo tusiingie mikononi mitupu kwa nyumba yake. Kwa nini? Kwa sababu anajua kuna nguvu ya sadaka. Amen. Haleluya. Amen. Mmeelewa? Lakini Amen. Sasa shetani huwa hataki hiyo, maana anajua ya kwamba ukifanya ibada kamili Mungu ataongea. Jumapili wale tulikuwa niliwafundisha kitu fulani asubuhi. Nikawaambia kwamba chochote ambacho unafanyika ya Mungu kikigusa moyo wa Mungu, Mungu ataongea. Kile ambacho akigusaji moyo wa Mungu, Mungu ananyamazaga. Ukifanya huduma na iguse moyo wa Mungu, Mungu atakuongelesha. Ukiomba na maombi yaguse moyo wa Mungu, Mungu ataongea. Ukimtolea Bwana na Mungu aguse na matoleo yako, Mungu ataongea. Na wako watu katika Biblia, akiwepo Solomoni, alipomtolea Mungu dhabihu, Mungu aliongea usiku. Akamuuliza, wataka nikufanyie nini? Akasema, nipatie hekima ya kutawala. Akamwambia, si hekima peke yako, na utajiri ule ukuomba nitakupatia. Nini kimesababisha Mungu ameongea? Kwa sababu ya dhabihu aliyotoa. Ni nini kilisababisha Mungu akaongea na mamajusi wa mashariki? Kwa sababu ya dhabihu aliyotoa. Walipoenda kwa Kristo kumninamia, wakamtolea dhabihu manemane na dhahabu. Usiku katika ndoto Mungu akaongea. Akawaambia, msimrudie Herode, endeni zenu kwa njia nyingine. Abraham alipoenda kutoa sadaka ya mtoto wake, wakati anataka kumchinja, Mungu akaongea, Abraham, usimtoe mwanako dhabihu. Alipoinua kichwa akaona mwanambuzi. Nasema nini? Lazima tuwe na ufahamu. Tusipokuwa na ufahamu, tutaishi maisha ya kifungo kwa sauti za madhabahu na misingi ya familia. Ndio maana tunastahili kuelewa. So kwa nini Farao hakutaka waende mbali? Akawaambia, basi endeni karibu, ili aweze akiwahitaji awalete. Na ndio maana kuna wokovu lakini hawajaenda mbali, wako karibu. Ndio maana Farao akitaka magonjwa anahakikisha, shetani akitaka magonjwa anaweka hapa. Njoo. Shetani ni roho. Na roho haiwezi kuwa mgonjwa, inatumiaga mwili. Mungu ni roho. Na ndio maana anatumiaga kitu ili kumanifest. Alitumia kunguru kumlisha Elijah. Aliingia ndani ya kunguru. Kunguru ikamlishwa ilete nyama na nini? Na mkate. Ni roho ya Mungu iliingia ndani ya kunguru. Njiwa alikoko ni mnyama. Roho ya Roho Mtakatifu akaingia ndani ya kunguru, akaja akapaa ndani ya Kristo. Umeelewa? Mungu ni roho. Akaingia ndani ya punda, akashindwa kutembea. Punda akaona malaika, lakini Balaamu hamuoni malaika. Kwa sababu Mungu ni roho. So shetani ni roho, anaingia ndani ya mwili. So anataka usiende mbali na yeye. Na ndio maana umeokoka, lakini kimila lazima kiwepo. Ibada za matanga za ukumbusho wa wafu lazima iwepo kwako. Sasa hauko mbali. Ndio maana akikuhitaji anakuambia njoo kidogo, tufanye kazi na wewe. Nafanya kazi na wewe alafu anakurudisha tena. Lakini Musa akasema, tutaenda safari ya siku 3. Angalia jirani yako, mwambie ulienda mbali. Uko within. Muulize uko mbali ama uko within. Haleluya. Maana shetani hataki uende mbali. Na ndio maana uwe within. Akikuhitaji akuite mapema. Akisema fulani, unasikia. Unakuja haraka. Unakuja anaingia anafanya kazi yake. Alafu anakuambia rudi tena. Lakini aliye mbali, kitambo amfikie pale amefika ni ngumu. Sasa Musa akasema hapana, tutaenda mbali. Mahali ambapo Mungu ametaka. Na ni kweli walipoenda safari ya siku 3. Hapo Mungu alipotaka ndio walienda. Ukiwa ndani katika kilindi cha Mungu, hapo ndio utakutana na Mungu. Ukiwa shallow, salvation ile iko shallow, hakuna siku utasikia Mungu. Paka uzame katika kilindi. Maana kilindini ndipo pana siri za Mungu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. So lazima ufahamu misingi ya kwetu ilitokana na nini? Hivi sisi tulifanya nini kilifanyika kwa familia? Hawa wazazi wetu walifanya nini? Maana misingi inaweza ikaongea. Inaongea polygamy.
Misingi inaweza kaongea evil dedication. Kuna watu wengine walikuwa evil dedicated, wakaekewa misingi mibaya. Ulipozaliwa ulidedikitiwa na nani? Silikwambia niliombea mama. Mtoto wake alipomzaa akampeleka kwa nyanya. Nyanya akachukua mavi ya mbuzi, alafu akayakoroga na maji ya baharini, alafu akayatemea mate, alafu akamosha. Hata anambariki. Yule mtoto akifika miaka 3 akamwambia mama, "Siende shule, nataka kwenda baharini." Na mama mtoto akawa amemini kwenda baharini. Hataki kwenda shuleni, anaenda kushinda baharini. Alidediketiwa na nini? Na maji ya baharini na mavi ya mbuzi, yakatemewa mate, yakafanywa maagano, akaoshwa nayo. Ulidediketiwa na nani? Siku ile ya dedication ulipozaliwa, watu walinunua mitungi ya Miratina. Pombe ikamwagwa chini, tunabariki wazee, mkunywe msherekee mtoto amezaliwa. Chai ikamwagwa kwa mchanga, ardhi. Nitakufundisha kuhusu wengine tumekonektiwa na michanga. Laana ya michanga. Ndio maana michanga ikifungua mdomo, hakuna kitu kinasimamaga kwa mikono yako. Kila kitu kinamezwa. Biashara zinamezwa, familia inamezwa, kifo cha mapema, chochote kimemezwa kwa sababu ulidediketiwa kwa mchanga. Umenielewa lakini? Kuna kitu unapata? Amen. Hello. Amen. Ulifanywa dedication na nani? Na ndio maana ni vizuri sasa sisi tuliojua Mungu, watoto wakizaliwa tunawaleta kwa madhabahu ya Mungu. Wewe ulipozaliwa ulipelekwa kwa nani? Maana wazazi wako hawakujua Mungu labda. Ulipelekwa kwa babu. Babu akaongea vitu vyake, akakurusharusha, akakuzungushia kuku na uteo. Hata umekaribishwa katika boma. Na ndio maana akili zinakaa kama uteo tu, kila saa unasikia. Amina ya chini. Haleluya. Kwa sababu ulifanywa evil dedication. Niliwaambia ni vizuri sana kujiombea. Unaweza kujikomboa kwa njia ya Mungu. Kwa sababu wengi hatukujua hata mtu wa kwanza kutunyoa nywele zetu wa kwanza alikuwa ni nani. Wengine hatukujua hata tulioshwa na nani na yale maji yalitolewa wapi. Niliombea mtu Rongai. Alipozaliwa kitovu chake kikachukuliwa na nyanya yake kikaekwa kwa kichanga. Yule nyanya akitaka, yule ndugu amekuwa mtu mzima, amekuja Nairobi. Kimekaushwa kikaekwa kwa kichanga. I think kwa kichanga hapa kinaitwaje? Kusaga. Kusaga. Ile ya kuwekaga mahindi yakauke pale. Si mnaelewa? Sasa kile kitovu, kile placenta, kizazi kikakaushwa, kikaekwa pale. So yule mama akitaka mtoto wake aje, hata kama yuko Mombasa, anatoa kile kichaga na muita, "Wafula, njoo." Ndugu anakopa fare. Saa hiyo hiyo anasafiri anaenda Kakamega. Mgeukia jirani yako, "Hii kwenda nyumbani." Umeitwa. Sijui kama mnanielewa pena. Covenant. That's why Mungu akinijalia nitakufundisha kuhusu 7 types of covenants which are dangerous. Unastahili kuzivunja, ambapo hiyo nyingine ni hiyo ya voice naongea. Words. Very dangerous. Hiyo agano la maneno ni mbaya sana. Na ndio maana unakuta hata wachumba tukichumbiana, wakati mmechumbiana mkivunja ule uchumba, endeni mdenounce yale maneno. Endeni kwa pasa, mseme, "Pasa, huyu ndugu tulichumbiana, lakini sasa tunaachana. Kuna mambo tuliongea, tukasema tumependana, hatutaachana. Sasa naomba tuyadenounce." Alafu pasa awaombee, avunje hayo maneno, yasiweze kuenza kuwafuata. Maana maneno hufuata. Ndugu akikwambia nitakupenda, hakuna mtu mwingine mmempenda kama wewe, kweli mtaachana. Kama hamkudenounce hayo maneno, utaolea ama utaoa mtu mwingine. Siku ile mtakosana na huyu, utakuwa unakumbukaga yule ambaye mliagana. Unalala kwa kitanda, unaangalia kwa ukuta, na kwa fadhali hata yule ndugu akuniambia ataniacha. Ni nini kinakuvuta? Power ya covenant ya maneno. Sasa umekumbuka kwa nini unakumbukaga yule wa wa high school? Ni kwa sababu haukuvunja yale maneno. Ndio maana leo ukikwazwa na mzee wako, ukikwaza na unaenda unakaa chini ya mtu unasema, "Na kama ningepata yule dada yule tulipokuwa standard 8, sidhani kama tungekuwa tunaishi haya maisha." Ni nini kimekupeleka kwake? Ni maagano ya yale maneno mliongea. Tutoke huko. Hiyo tutafundishana wakati mwingine. Semeni amina. So foundation inaweza kuwa evil dedication. Watu mliededikitiwa vibaya.
Hukujua nani alikupokea. Nilikupatia mfano siku ile nilipata mafundisho, mke wangu alinipatia mafundisho akaniambia alikuwa na mwalimu mwenzake wanafundisha naye Muislamu. So wakaenda kumuona kawa ameenda kujifungua hospitalini. So kwenda kuangalia na walimu wenzake. Walipofika bwana yake akaja. Wakati alipokuja tu akamuona yule daktari, mtoto amezaliwa, akamfuata direct mpaka mahali alipo. Akachukua yule mtoto akiwa mdogo hata hajaoswa, akamuongelesha kwa masikio, akasema Mungu wako atakuwa Allah, hakutakuwa na Mungu mwingine tena pasipo Allah. Akamrudisha kwa daktari. Nini anaongea? Maneno, agano la maneno. Mtoto mdogo husikia. Si nilikufundisha mtoto husikiaga hata akiwa tumboni? Si tuliongea wakati ule tulikuwa tunaongea kuhusu power raising gold generation, kuzalisha mtoto wa kiungu, kukuza mtoto wa kiungu. Maana mtoto unaanza kumkuza akiwa tumboni, sio baada ya kukua, paka akiwa tumboni kwako. Maana husikia. Na ndio maana mama mjamzito acha kugombana. Unalaani huyo mtoto aliyo ndani. Na angalia marafiki wale unaenda kuwa visit. Kuna marafiki ni nuks. Ukienda kwao, usikue unalala ukiwa unaumwa na tumbo. Jua kwamba ulienda kwa mtu mbaya. Mtoto akiwa tumboni. Ama ukila unaanza kutapika. Na kuna marafiki ukienda mtoto anafurahia. Sikue unakuwa na furaha. Hata mzee wako akija anaanza kukuitia kwa mlango. Hani, jua kwamba ulikutana na mtu mzuri. Wewe ukoona Mariamu na Elizabeth waliposalimia na mtoto alifanya nini? Alirukaruka. Kwa sababu ni mtu mzuri. Sasa tutoke huko. Nasema hivi. Nasema nini? Covenant. Akamuongelesha maneno. So nikapata kumbe hawa ndugu zetu wako na ufunuo ndani. Na ndio maana kutoa mtoto wa hawa ndugu zetu kumleta kanisani ni Mungu mwenyewe atahitajika. Kwa sababu alijengewa covenant ya maneno akiwa tumboni mpaka alipozaliwa. Lakini sisi mtoto akizaliwa ni mjomba anakuja, anamshika, anaanza kumrusha, umefanana na nyanya yako. Anaanza kumrusha akimuongelesha. Na nyanya anayefananishwa na yeye ni yule nyanya alikuwa ni mganga. Kwa nini asibebe roho ya kiganga? Ndio maana anakaa kanisani amefunga vitambara vya kila aina, red, blue, green. Anakaa kala zote kama bendera. Ni yeye hapo. Unashangaa mtoto mbona amekaa kiganga hivi? Mairizi anavaa kila kitu. Kwa sababu aliambiwa umekaa kama nyanya. Lakini yule anasema Mungu wako. Nilipojua hivyo, nikaenda, nikasema sitoki. Daktari ananiambia toka, mke wako ajifungambia hapa sitoki. Kwa hapa. Kama ni daktari. Si nimekulipa? Sasa sitoki. Na uzuri ni daktari kwa ni mwingi. Nikakaa hapo. Alipozaliwa nilimnyakua tu. Nikasema Mungu wako atakuwa ni Mungu wa Ibrahim, wa Yakobo, wa Isaka, na Mungu baba yako anayeabudu. Nikamrudisha. Akaniangalia ile muhindi. Akaongea kile, wewe mtu anasema nini? Sijui nini na nini, tukaondoka. Tukamalizana. Wa pili pia nikakaa hapo nikasema Mungu wako atakuwa ni Mungu wa Ibrahim, Yakobo, Isaka, na yule Mungu wako anayeabudu baba yako. Nikamrudisha kwa daktari. Wewe uliongeleshwa maneno gani siku ya kwanza? Walikuangalia, ukaanza kusema kichwa chake ni kama cha jirani. Sema mimi mtoto amezaliwa amekaa, kichwa chake ni kama cha jirani. Watu wameanza kukukosoa na ni mtoto. Sijui kama mnanielewa hapa. Maneno yana nguvu. Words have powers. Yanaweka covenant kwa mtoto. So lazima tuvunje hiyo misingi ya evil covenant, evil words zilizonenwa. Maana katika foundations ziko hizo covenant. Wengine ni curses, wengine ni strong man in a family. Katika familia kuna mtu anaitwa strong man. Na ndio maana katika familia kuna mtu anaitwa breadwinner. Breadwinner ni mtu wa kuleta milango, kufungulia wenzake milango. Na strong man ni mtu ambaye anashika anga hiyo familia. Aruhusu familia hiyo ifanikiwe. Na ndio maana maandiko yanasema ili uweze kuteka nyumba ya mtu mpaka ushike yule mkuu, ndio uweze kuteka vitu vyake. Sasa kuna watu katika familia kuna roho inaitwa strong man. Na hiyo strong man ndio inadistribute shida. Unakuta katika jamii hii mumewekewa magonjwa ya vifua, alimonia, kansa. Niliombea jamii, mtu yule niliombea 4. Ndugu zake, yeye alikuwa ni mtu ni ndugu 4, lakini hao mandugu zake 8 wote wanaugua kansa. Na yeye yuko mmoja wao anaugua kansa. So familia kwao yote, strong man amesema kansa itawapeleka kaburini.
Kuna wengine tumewekewa early birth, na ndio maana maandiko yanasema jamii moja wakaoa mke mmoja. Ndugu wa kwanza akaoa akafa, wa pili akachukua huyo bibi akafa, wa tatu akachukua, mpaka wa saba wote wakafa, naye bibi akafa. Kulikuwa na strong man, alikuwa hataki watu waoe, na akioa lazima akufe. That's why kuna watu I think kuna yule mama tuliomba naye hapa, anasema kwao mtu, tena ndio Mungu alinifunulia, kwao mtu akiolewa hawezi kukaa katika ndoa, na akikaa katika ndoa bwana atakufa, abakie mjane. Ni strong man wa hiyo familia, ni misingi ya hiyo familia inaongea. Sasa voices zinapoongea lazima ujue. Sinikwambia hapo, niendelee next week, maana there are many voices. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili tuingie katika maombi, kuna voices pia za spiritual husband na spiritual wife. Wale ambao tunaotaga, unaota mwanamume anakuja anafanya mapenzi na wewe, unaota mwanamke anakuja anafanya mapenzi na wewe. There is something inazaliwa ndani yako. Mwanamke na mwanamume wakikutana, kitu kinachotarajikia kwao ni mtoto, si ni kweli? Ama namba 2, kama hakutakuwa mtoto, kutakuwa na magonjwa inaitwa STD. Evil trans simunifundisha hapo madaktari. STD inamaanisha nini? Sexual transmission disease. Sexual transmitted disease. Sasa kuna sexual transmitted demons. Hiyo ni ya kiroho. Umeelewa? Nitafundisha siku nyingine. Sexual transmitted disease. So mtu akilala na mtu, kuna either magonjwa yanazaliwa ama nini? Ama mtoto. So a spiritual wife akifanya wewe, kuna kitu amezalisha kwako. Kuna mbegu imepandwa. A spiritual husband akija kwako katika, kuna mbegu amepanda. Kama kimwili mtoto anazaliwa ama magonjwa yanazaliwa, katika kiroho kuna vitu pia huwa vinazaliwa. Ndio maana unakuta watu wote wa kuota hizo ndoto, financial breakthrough hakunaga. Hawawezi wakaweka hazina. Hata ukiweka pesa haikai. Watoto wakufanya hizo na masturbation hawezi kuwa na financial breakthrough, kwa sababu masturbation inakuonyesha kwamba you are married to a demon. Na ndio maana lazima ulete mtu katika akili zako ndio ufanye naye masturbation. Are we getting something? Amen. So hizo mambo za spiritual wife na spiritual husband, most of the believers wengine wanazipinga, wasema hakuna spiritual wife, hakuna spiritual. Sasa huyo mtu anaikuja katika ndoto na unamuona kama mwanamume ni nani? Na ni roho. Na kweli akiamka anasema kweli nimeona mtu tena kama bwana yangu, kama mke wangu. So zinasababisha hizo vitu. Na hizo tayari ni voices zinaongeaga demotion. Voices zinaongeaga failure kimaisha. Voices zinaongeaga hawezi, unakuwa na limitation. Unakuta hata kwa account haujawahi fikisha hata 20,000. Ukifika hapo unakuwa na demoted, inarudi chini. Kwa sababu zinakuwekeaga limit katika ulimwengu wa kiroho. Hello. Amen. Tutaomba sasa. Watu wa kuomba mtaomba ama mtangojea pasa awekelee mkono? Omba. Wewe ndio unajua familia yenu umetokea wapi. So ukiamua kuomba unaomba ukiwa umemaanisha. Niseme kwa haraka nyingine, hizo attacks nyingine, evil dreams, wale wa kuota ndoto mbaya mbaya. Those are demons ambazo zinapanda vitu katika maisha. Evil dreams, their voices. Ndio maana walipolala walinzi, maandiko yanasema kwamba adui akaja akapanda mbegu. Walipolala, when you are sleeping, there are things. That's why nikakwambia the enemy of the night. Nikufundisha kuhusu 7 enemies ambazo unastahili kuunderstand. Na kugusia moja, the enemy of the night. Adui wa usiku. Katika ndoto kuna watu wengi mnapandiwa vitu. Na ndio maana ni vizuri Mkristo kuota. Ukiona hauoti, omba Mungu akusaidie. Ni kifungo. Maana ndoto ni macho ya kiroho. Haijalishi umeota ndoto gani. Ukiota ndoto mbaya, Mungu anakufunulia ule ubaya ambao umetendeka ama kile ambacho kinapanga. So unastahili kuamka na ukatae. Ukiona unaota vitu vizuri, ni vile vizuri ambavyo vinakuja mbele yako, amka na uvidai. Usiseme tu nimeota ndoto nzuri basi nitakuwa mtu mzuri. Yusufu aliona na akaamua kujiombea na kukaa na Mungu mpaka akafika katika hatima yake ya ile ndoto. Na wengine tumeota tukalala.
Umeota ukiwa umeanguka, umeota ukiwa umeng'oka meno, umeota ukiwa umenyolewa. Wewe unaona ukiamka, nywele zangu ziko, hakuna wasiwasi. Hili ndoto tu za kawaida. Ndugu, dada, kuna kitu cha thamani kimeondoka. Ukiota nywele zimeenda, nguvu zimeondoka za kiroho. Ulimwengu wa kiroho umekuwa empty. Sio nitaongea kuhusu ndoto. 250 dreams and its meanings. Aina 250 ya ndoto na maana yake. Siku ile nitakuongelesha. So usiote ndoto alafu ukalala. Ukiota ndoto ni mbaya. Angalia uzito wa ile ndoto. Inahitaji maombi ya aina gani? Maana si kila maombi yataondoa ndoto mbaya. Kuna uzito wa hiyo maombi na uzito wa hiyo ndoto. Yes, umeota ukilia usiku na umeamka ukilia ati mtu alikufa. Alafu unaenda tu unakuja kwa ibada. Baba, katika jina la Yesu hakuna mtu atakufa, in Jesus name. In Jesus name. Ndugu, mtazika. Lazima ataenda tu. Hujaopa uzito wa hiyo maombi. Lazima uangalie. Kuna binti aliota, akaona Kenya mipaka imefunguka, adui ameingia. Na akaanza kulipua watu. Yule dada akaenda akaomba tu siku 2-3 akaacha. Baada ya miezi 6 Alshababu wakaingia wakaanza kuua watu. Akaenda kwa pasta akamuuliza, "Basi mimi niliota hii ndoto na nikaomba. Na mbona Mungu ametenda? Kwani Mungu asikiaje maombi?" Akaulizwa na pasta, "Ulichukua uzito wa vipi?" Nikasema, "Niliomba tu siku 2." Akamwambia, "Ndio maana hili litendeka." Ungechukua uzito wa hilo jambo na ukaliombea kwa mzigo, basi shetani asingeweza. Kwa nini mambo mengine tukiyaota yanatendeka? Kwa sababu hatuna uzito wa yale maombi. Usione ndoto tu alafu ukaomba maombi ya kawaida. Angalia uzito wa hiyo ndoto. Ikija hiyo ndoto ama hicho kitu kikitendeka kitaleta madhara gani? Sasa angalia yale madhara alafu ujue uzito wake ni nini. Yanahitaji maombi ya wiki nzima, yanahitaji maombi ya 21 days, yanahitaji maombi ya siku 3, yanahitaji maombi ya siku 1. Usiignore. Maana shetani anaweza akachukua. Wengine wetu ni ndoto. Ni sauti za ndoto ndo zinaongea. Maana uliota vitu vingine vya maajabu katika familia. Sasa wewe ukaignore. Sasa hiyo sauti sasa ndio inaongeaga. Unaanza kushaka, haya mambo si niliyaona miaka mingi sana. Uliyaona lakini huku yanyamazisha. Sasa sasa ndio yameanza kuongea. Oh my God, deliver us in Jesus name. Kuna zile zingine zinaitwa territorial and environment voices. Territorial and environment voices. Ni vizuri sana kuelewa miji unayoingia, kwa sababu mji wowote una malango. Na maandiko yanasema katika malango wapo wazee 25 wanaongea kinyume na huo mji. Wanasemaje? Wanasema mji huu na uwe sufuria, na wakaaji wa mji huu wawe nyama, na wasiwahi fanikiwa, wasiwahi barikiwa. Kila mji uko na malango na uko na wazee 24 walio katika malango katika roho, wanatawala hiyo anga. Ndio maana lazima usilence every territorial voices ambazo zinaongea. Kwa mfano hapa Kilifi, kuna mtu ulikuja Kilifi ukiwa haumwi, lakini ulipoingia Kilifi magonjwa yalianza. Ni nini kilisababisha? Kwa sababu territorial ya hapo ilikuja ikakuongelea. Ikasema ulivyoingia hapa utaishi kwa magonjwa. Wewe ukaingia tukaona ni Kilifi, lakini huku silence zile voices. Hakunyamazisha hizo sauti za wazee 20. Iko katika kitabu cha Ezekiel, I think Ezekiel sio chapter namba ngapi? Sijapata hiyo scripture. Wazee 24 walio katika malango 25 wanaongea kinyume na mji. Those are territorial voices. Na wengine false prophet and false ministers. They can also have a voice in town. Anywhere unakuta there is a false and a false ministries and false prophet, kuna kuwaga na ukame. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu they speak evil. They speak evil. They speak against. May God have mercy on us. Tunaweza kuomba. Maana signs ziko nyingi. Stagnation, limitation, early death. Unakuta kuna discouragement, vitu unaanzisha unaacha mwenyewe, ndoa zinavunjikaga, kunakuwa na early death, kunakuwa na divorce, separation, kunakuwa na premature death, kuna hiyo premature death, kunakuwa na mambo ya miscarriage, kunakuwa na mambo ya abortion, watu kung'oa mimba tu katika mji.
Unashangaa tu watu wanang'oa mimba. Unaona ni kitu cha kawaida, si kitu cha kawaida. Kunakuwa na miscarriage, si kitu cha kawaida. There is a voice speaking. Kunakuwa na maajali, accidents zinatokea. Nikamwambia binti akasema wao wanakaaga tu kwa barabara, hakikisha wamemwaga damu. Akikaa tu akiona gari kuna vile sasa inakuwa anafanyaga. Akifanya hiyo after some few seconds, few minutes gari inapata puncture. Damu inamwagika. Na damu ikishamwagika pale, kitu cha kushangaza, baada ya dakika mkienda hakuna damu. Damu ilimwagika lakini imekauka. Wameshaichota katika ulimwengu wa kiroho. Wanaenda wanafanya ibada. Sasa wana communicate na wale false prophets, false ministries. Nitakuja kuambia hizo secret nyingi sana nikiwa nafundisha kuhusu hili. Maana we have to pray. We have to pray as a church. We have to pray as believers. Kuna wengine tuko na voices ambazo zinaongea kwa vichwa vyetu kwa sababu ya kuwekelewa mikono miovu na false prophet. Sasa wakati amekuwekelea, sauti yake ndio itakuwa inaongea katika anga yako. Nikwambia hata ukaombea uokovu na nabii wa uongo, mbingu hautaingia. Nikufundisha. Kwa sababu ile roho iliyokuombea uokovu si ya Mungu, ni ya mizimu. Sasa imekupeleka kwa mbingu ya kwao. Na ndio maana utaokoka lakini utaishi katika dhambi. Roho ya Mungu ndio upelekaga watu kwa uokovu, sio roho ya shetani. So hata nabii wa uongo akiwaambia ombeni mkono, nyosheni mkono juu, semeni rudieni, Bwana Yesu nisamee dhambi, haujaokoka, mbingu haikutambui kwa sababu si Mungu amemtuma kwako, ni shetani. Ni nzito hiyo na iko ndani sana. Semeni amina. Ni nzito na iko ndani sana. So usiseme mimi niliombewa hata kama alikuwa ni wa uongo lakini nimeokoka. Ndugu, roho ya Mungu ndio ushawishi watu, si roho ya shetani. Na ndio maana anasema ukimkufuru Roho Mtakatifu dhambi yake haina msamaha, lakini ukimtukana Mungu naweza. So ni roho gani ilimshawishi ikakufanya ukaokoka? Maana ndani yake si roho ya Mungu, ni roho ya shetani. Sasa hiyo shetani ndo alikufanya uokoke. Kumaanisha umekuja kwa mikono yake, amekuunganisha na madhabahu ya kwao, sio Mungu yule ambaye unaabudu. May God deliver us. Amen.